Presha na shinikizo vimepanda huku Samia Suluhu akijawa na uoga. Ni baada ya Boniface Mwabukusi kumtumia onyo kali. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza kuja hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Ni jioni yenye hewa nzito jijini Dar es Salaam, na kwenye mitandao ya kijamii mjadala unaendelea kushika kasi, na macho ya watumiaji wa X ambao zamani ilikuwa inaitwa Twitter yanakumbwa na ujumbe wa kuvutia uliotumwa na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS kwa jina Boniface Mwabukusi. Ni maneno machache lakini mazito, maneno yanayotikisa imani ya wananchi kwa mfumo wa haki nchini. Mwabukusi anaandika kuhusu hati ya mashtaka ya uhaini, na kwa mtazamo wake ni mashtaka ya uonevu yasiyo na haki na yanayodhihirisha matumizi mabaya ya mamlaka. Anasisitiza kwamba TLS haitakaa kimya, kwamba kila anayeshtakiwa lazima apate utetezi kamili wa kisheria, na katika ujumbe huo anaonya kuwa hatua hiyo ya serikali ya Samia Suluhu ni ya kisasi, jaribio la kutumia vitisho ili kukwepa uwajibikaji kwa makosa ya nyuma ya kuwaua vijana wa Kitanzania. Kauli hiyo inasambaa haraka, ikipenya kwenye kila kona ya mijadala ya kisiasa na kisheria. Na kwa mara nyingine TLS imejikuta katika upepo mkali wa kisiasa, ikibeba jukumu zito na kulinda haki katika kipindi ambapo maamuzi ya kisheria yanazua hisia kali za kitaifa. Na kwenye ujumbe wake, Boniface Mwabukusi kwenye mtandao wa X alitaja na kusema kuwa without prejudice, nimeona hali ya mashtaka ya uhaini ni mashtaka ya uonevu na yasiyo haki. TLS itaratibu na kuhakikisha kila anayeshtakiwa anapata utetezi kamili kisheria. Ni aibu waliotakiwa kushtakiwa eti leo ndio wanaowafungulia wahanga mashtaka. Such a mockery of justice. Pia tunatafakari kwamba hatua hii ni kama retaliation, ambapo serikali badala ya kuwa tayari kuwajibika kwa makosa ya mauaji yaliyosababisha ama waliosababishia, wanajaribu kutumia njia za vitisho kukwepa uwajibikaji. TLS itatekeleza kile kilicho ndani ya uwezo wake kuhakikisha kuwa haki inatendeka, na katika hatua hii awali tunaona kuwa mashtaka haya siyo ya haki. Msimamo wetu ni kwamba uwepo uchunguzi huru wa kimataifa, na kwamba kwa sasa mkazo uwe kwenye haki, ukweli na uwajibikaji. Ni rai yetu kwamba wale wote walioshiriki dhuluma ya maisha ya Watanzania kwa upande wa Tanganyika wanachukuliwa hatua kwenye mahakama zenye weledi na uwezo wa kutenda haki kulingana na mazingira ya uhalifu uliofanyika. Mwabukusi, President TLS. Ndio ujumbe alioandika kwenye mtandao wa X ambao umezua taharuki na uoga Ikulu, huku Rais Samia Suluhu akipandwa na presha. Kwa sasa kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ndio injini ya mjadala huu mpana. Kesi hiyo inayosikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania inahusisha tuhuma za kutoa matamshi yanayodaiwa kuhatarisha usalama wa taifa. Mashahidi wa upande wa jamhuri wanaendelea kutoa ushahidi wao, wakijaribu kuthibitisha kwamba kauli za Lissu zilikuwa tishio kwa amani ya nchi. Upande wa utetezi kwa upande mwingine unasisitiza kwamba kesi hiyo ni ya kisiasa, ikilenga kumdhibiti kiongozi wa upinzani anayesimama kidete kudai haki na uwajibikaji wa serikali. Na ndipo TLS kupitia kauli ya rais wake inapoingilia kati, na kwa chama hicho cha kisheria kesi inafunua zaidi ya tuhuma binafsi. Inafichua namna mfumo wa sheria unavyoweza kutumika katika kama silaha ya kisiasa. Tanganyika Law Society inasisitiza kwamba mashtaka haya yana msingi wa haki. Chama hicho kinaita hatua hii ya kisheria uonevu wa wazi na ni aibu kwa taifa. Kwao ni jambo lisilokubalika kuona wahanga wa matukio ya ukiukwaji wa haki wakiwa ndio wanaoshtakiwa badala ya wale wanaotuhumiwa kuhusika na makosa hayo.
TLS inabaki na msimamo wa kutekeleza jukumu lake la kisheria, kuhakikisha kila anayeshtakiwa anapata msaada wa kisheria na haki na uwazi. Chama hicho kinaona wajibu huu kama msingi wa katiba na roho ya uwajibikaji wa kitaifa. Wanasheria wake wanatayarisha mikakati ya kuunga mkono utetezi wa wale wanaokabiliwa na kesi ya uhaini kwa kuzingatia kwamba kila mtu ana haki ya kutelezi ama utetezi bila kujali itikadi, nafasi au hofu ya kisiasa. Kauli ya Mwabukusi inaashiria jambo pana zaidi, kwamba hatua ya serikali kufungua kesi hizi ni jaribio la kulipiza kisasi dhidi ya wale waliokuwa wakidai wajibikaji katika matukio yenye maumivu makubwa katika historia ya taifa. TLS inatafsiri hali hii kama mkakati wa kufifisha sauti za wale wanaotafuta ukweli kuhusu mauaji, utekaji na vitendo vya kikatili vilivyowahi kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Na badala ya serikali kukiri makosa na kuchukua hatua inayoonekana kutumia sheria kama kinga ya kisiasa. Hoja inaguza hisia za wengi, hasa wale wanaoamini kuwa mfumo wa haki nchini bado una changamoto za uhuru wa uwajibikaji. Na katika tamko lake, TLS inabainisha msingi mitatu ya msingi: haki, ukweli na uwajibikaji. Na chama hiki hizi ndio nguzo zinazopaswa kuongoza taifa katika kutatua migogoro ya kisheria na kisiasa. Kwanza, chama kinaeleza kuwa haki haiwezi kupatikana ikiwa sheria inatumika kwa ubaguzi. Pili, ukweli lazima utafutwe kwa njia ya wazi, ikiwa kuruhusu uchaguzi wa kimataifa pale ambapo taasisi za ndani zinashindwa kuwa huru. Na tatu, wajibikaji ni jambo lisilokwepeka. Yeyote anayeshiriki katika matukio ya ukiukwaji wa haki lazima achukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa TLS, huu ni wakati wa vitisho, ama huu si wakati wa vitisho, bali ni wakati wa kuwajibika na kukuwa na uwajibikaji wa kweli. Tanganyika Law Society imekuwa ikijitambulisha kama ngome ya uhuru wa kisheria tangu kuanzishwa kwake mwaka 1954. Na katika historia yake, TLS imewahi kusimama katikati ya migogoro mikubwa ya kisiasa, mara nyingi ikipaza sauti dhidi ya matumizi mabaya ya mamlaka. Mwaka 2017 chama hiki kilipinga hadharani baadhi ya sheria zilizotafsiriwa kama zenye kudhibiti uhuru wa kujieleza. Pia kimekuwa mstari wa mbele kutetea uhuru wa mahakama na haki za wananchi katika mazingira ya kisiasa yenye shinikizo. Kauli ya sasa ya Mwabukusi inabeba urithi huo na ujasiri, na ni mwendelezo wa historia ya chama kinachokataa kuona haki ikichezewa kisiasa. Na katika tamko lake, TLS inatoa wito kwa kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania, na wito huu unalenga kuhakikisha kuwa ukweli unapatikana nje ya mipaka ya ushawishi wa kisiasa. Chama kinataka kuona mashirika yenye uwezo na weledi yakihusishwa katika kuchunguza matukio yaliyosababisha vifo na mateso wa Tanzania, hasa kutoka upande wa Tanganyika, kama alivyoeleza Mwabukusi. Kwa TLS, huu ni wito wa kisheria na wa kimaadili, hatua ya kurejesha imani ya wananchi katika taasisi za haki. Kwa sasa, uhusiano wake wa serikali ya TLS unazidi kukumbwa na mvutano, wakati chama hicho cha wanasheria kikiendelea kuhoji misingi ya haki katika kesi za kisiasa. Baadhi ya wadau wa serikali wanakiona kama chombo kinachotumiwa kisiasa. Hata hivyo, TLS inasisitiza kwamba haina ajenda ya kisiasa, kwani kwao ni wajibu wa kulinda ni wajibu wa kitaasisi kulinda misingi ya sheria na kuhakikisha haki inatendeka bila upendeleo. Na katika maono ya Mwabukusi, haina budi kuwa mwamuzi wa dhamiri ya taifa, ambacho ni chombo kinachosimama katikati ya mamlaka na raia, kikilinda usawa wa kikatiba. Mjadala huu unavuka mipaka ya kisheria na kuingia katika moyo wa taifa, ambapo Tanzania kwa sasa inajitazama kwenye kioo cha haki, ikihoji kama mfumo wake unafanya kazi kwa usawa. Wapo wanaoona TLS kama sauti ya matumaini inayotetea haki katika kipindi kigumu cha kisiasa. Wengine wanaitazama kama mashaka, wakihofia kuwa msimamo wake unaweza kuongeza mgawanyiko.
Na katika kipindi hiki kigumu, TLS na kwa kioo cha dhamiri ya taifa, na kila neno lake linamaanisha tafakari kuhusu mustakabali wa haki Tanzania. Na kadiri kesi za uhaini zinavyoendelea, simulizi la TLS linakuja kama mlango wa historia mpya, historia ya taifa inayojitazama kwa ujasiri, ikijifunza kwamba haki si hofu ndio msingi wa amani ya kweli. Na ndio mwisho wa taarifa tuliokuandalia leo kutoka hapa Kenyascope, chaneli yako pendwa kwa uchambuzi wa kina usiopindishwa kwa njia yoyote. Kumbuka kusubscribe na kulike video hii ili tuweze kufikia wengi, na vile gonga hiyo alama ya kengele ili ukipata alerts kila wakati ambapo tunakuwa tukileta content mpya.